Ndio maana hata malecturer wengi sio walimu. Ni alisoma kafaulu tu. Kwa akija kufundisha uelewi. Kwa sababu he's not a teacher. Walimu ni wachache. Si mnaelewa? Ini fundisho physics from 5. Walimu walifundisha gravitation. Anafundisha kitabu mwenyewe hapa. Chungulia anaandika. Siku mbili akisema gravitation imeishi. Nikachukua past paper analyze unaita pamphlet na maswali na majibu. Ila nijibu kwa sofu au maneno jibu. Nikasoma maswali 10 na mitoto tumeisha. Sikupata hata hiyo. Nikasema toka kimeshaisha. Nimefanya sijapata hata moja. Kwa hiyo lecture itakuwa na zero kwenye toka. Wewe mwalimu alikufundisha alifaulu tu. Elimu ya kalini inaitwa cram and forget. Sasa wewe ni practice. Sasa hiyo hauwezekani elimu kama hiyo eti taenda kule na wewe uonekane ni hali skani. Mnishauri kuna mtu ana sifa kwa sababu amesoma sana. Na maprofesa ambao darasa tuwajui mwingine akitengeneza mimi na profesa lakini George sasa kila mtu anamjua. Kipawa kina nguvu kuliko elimu. Na kipawa ndio kitakufanya ufanikiwe. Hii elimu uliyopata weka kaponi kidogo. Mimi nimepata kiajiri. Nilikuwa nimeajiriwa ikawa head of department kama ajiri. Tena ndio kama umetoka hapa chuoni. Ni aibu. Mtu ajue kujieleza. Wewe unamuuliza tu, how did you sleep at night yesterday? Hivyo nataka mikuyu anaweza kujieleza. Kujikunja hivi kwa Kiingereza. Kujinosha. You see. Pisi kwa kwanza officer administrator. Tungefanya takimaka na natoka. Nasema hivi. Ni natieni basi. Hata hizo jobs zenyewe mnazostafu. Uwezo hauna. Elimu mtu ana degree ya juu kujieleza. Mwingine anafanyisha kagani chat. Nitakupa kazi tu. Yeah. Yes. Anyways. So, kitu kingine ambacho kinawafelisha vijana, mnapenda hela sana. Wakati uwezo kama. Alice Kapige amesema ile namba 2 ya kujitambua, uweze kufanya kitu bure ujisikia. Fedha huwa ni matokeo baada ya kutoka shida ya mtu. Wewe ukapata hela wakati uwezo huna wa kutapa shida. Hata mtu anaye ndio maana kwenye mshahara clip mwanzoni. Ambaye kujiuza kwa nini mshahara zinatolewa mwisho? Mtu ushasaini mkataba kwamba umeajiriwa tena permanent. Kwa nini sio ndio mshahara mato? Si mfanya kazi wako. So amsije kwa mato. Si unaweza kupa mwanzoni you have not done nothing. I can't measure without a video produce a entire month, we quantify which produce, we compare against. And your man and what to okay, key performance indicator. If you don't do them, I'll be fired. That's the way I'm going to but we are doing the robot do nisho mama nani ngelisagia mimi si yaki matatizo. Nataka producer sangu na matatizo na mimi na matatizo ndio maana tafuta mtu anisaidie matatizo yangu ili tuzalishe hela upate cha kwako na mimi cha kwako. Unaangalia matatizo ni adili matatizo baada ya kujili solution. Oh, there is a problem. Mwalimu alikuwa anawafundisha hapa kuhusu how to be interview. Siku moja nimemesa chuo tu nikaona tangazo linasema wanatafuta meneja. Tahala huko bonshi. Asante. Meneja. Wetu jijini wa Kigoma bado wanaema kahawa kwa fikiri mnaweza. Simka apply wakaniita. Nilikuwa swali try. Meneja. Wewe unamaliza swali pia. Unajua maana manager. You can't be a manager straight from school. You can't. Who will employ you? Who? Manager. Una manage nini? Na wengine ambao mnamaliza Biblia kwanza. If you don't want to be an academician, don't go and do masters. What are you mastering? Tell me you call. Una mastering. Una experience unaenda ku master. Hapo unataka kuwa academician, uje ufundishe. Is okay? Lakini wewe utakuwa na matatizo. Ndio entrepreneurship. I show nimekuonyesha hii CBM kwa I'm certified to teach. Hivi ni vile vya Marekani. Kwa nini wananeno wafundisha? Chuo kikuu Dar es Salaam bawezi mniatisha pia ndogo.
Lakini huku wanakubali kwa sababu gani? I'm an expert in my field. Kwa hiyo ninahamisha uzoefu nilionao kwa wanafunzi. Na ada yenyewe mimi tu nilisoma hapo, baadaye wakanifanya kuwa trainer afu na manager. Tawi lao hapa. Why? Because I know what I'm doing. Sasa unakuta kitu kuna mwalimu atufundisha hapa. Niangalia tumeingia nitakunyosha. Chabaza akatuambia, "Good morning ladies and gentlemen." Tukasema, "Good morning sir. Yeah, I'll be taking you through this course." Nitakunyosha. If you are to be an entrepreneur, go ahead. But myself, I'm teaching and I will win here teaching. I'm not going to be an entrepreneur. Deep. Ambia wewe ninyi kama vile watasema nende nini ni mwalimu nitawafundisha. Nendeni mkawa watasema. Mimi akaduka sifungui. Mwendeleza kufundisha. Tasema sawa. Sasa elimu ya mtaani bure ni expensive because mimi nimesoma siku 14 milioni 2.5. 14 days. Ambapo ni yale yako ya chuo mwaka mzima. So ubizi elimu haziwezi kufanana. Nikasoma Master of Business Administration chuo kikuu Marekani. Hiki kiregistrate legendary master online ada milioni 50. Hapo ubizi Masters MBA chinga milioni 6 milioni 8. Hizi elimu haziwezi kufanana. Alafu ukishamaliza hii elimu ya hapa ukafika university, ukitaka kuna mtaani tumia haka ka introduction huko ukapata kusoma sasa lead education ya mtaani. Kwa sababu kwa mtaani kuna madude. So ukitumia uwezo huu angalau bisha tu. Mimi nasema hii jana yote nikupata definition. Nikiona vinavyoendelea mtaani. So many things. Sasa kama unataka kweli kuwa mjasiriamali, prepare yourself. Alafu sisi kwa mjasiriamali kwa sababu ya tamaa ya pesa. Hizo nataka nipige hela. Ndio na mambo yangu. Why watu wanafeli? Lack of vision and purpose. Wishaibora kampuni ina vision and purpose imeandika pale, our vision is to make big money. Kampuni inasikarikia vision yao na purpose yao ni kupiga hela, hakuna. Sasa ukija huku ukataka hicho unapiga kupiga hela, huku tuna solve matatizo ya watu. So if you want to be an entrepreneur, make sure you have vision and purpose. Why do you want to do that thing? Sio ulipiga hela, hapana. Sasa vijana wengi hawana maono. Mtu yeyote asipokuwa na maono, anafanya lolote, anakula lolote, unabeba mimba wakati huu, unaoa kabla wakati. Yaani ni furu. Kwa sababu hicho unakoenda. But if you have vision, unajua kabisa. Mimi nilipofika 2016 ndio nilileta kazi. Na mshahara wangu mzuri 2.2 milioni. Nikapiga chini nikamwambia operator kwa hili naona hii nchi sio ya kwangu. Nikaenda zangu nyumbani nikakaa brother kanimza. Mbona wewe nikasema umeacha kazi? Unajengile ndio hapa. Umerogwa na pesa yako. Kwa sababu it's not common Unaacha milioni 2 bro. Kimbi na 40. Unaenda kukaa nyumbani. Kwa nini nilienda nyumbani? Mwaka 2015 nilikuwa kila mshahara ukiingia bonus inaandika. Kabla ya mimi ndio maisha yangu hayo. Situmii hela ikiingia situmii mpaka niandike. Kama atatumia hiki Excel inapiga hesabu. Cash flow. Mimi nikitumia na bado la start. Kaanza kuangalia kuna hela nyingi. Mbaki na kutatu. Naangalia matumizi ya ovyo ovyo kupunguza. Sasa hayo lipo. Lakini leo kipewa za sitaki mbili. Ikiisha na washtu. Hivi mnaenda. Afu na wewe unataka kuhitaji. Hakuna tatizo. Lack of important business skills. Wewe kuna ni sales, we do marketing, legal teaching, how to finance. What's the name of the An entrepreneur must know these things. Kwa sababu ukianza kuwa mkurugenzi, wewe ndio unakuwa sales, wewe ndio unakuwa marketer, wewe ndio unakuwa finance. Kwa sababu wakati mwingine unapoja hivyo hata kwa chini. Sasa na vitu vijue hivi vitu yote. Vijana wengi wao wanaweza kutaka kujitambua. Hata kwa biashara, cha kwanza nampata site inaitwa alsof.com. Ambia nenda kule kapige course ya sales. Yatu was wrong test na my sales. Hata anzi na bio sales huyo. So naona na banki anabeka mtoto wako wewe ndio utaje. I think brothers build sales. We have to know these things. Fear or none. Hapo mtoto kama unambia jadili hata unachokiokoka hata kijuu.
Ukijui kwa mtu anashindwa kuanzisha biashara. Number of that we are trained to be fear. We fear tumetrikata na wenyewe mpaka tutoe pound. Tunaogopa kwa sababu kwa kujui. Mimi kazi naambiwa sasa itakuwa. Nikamwambia subiri nitaona. Itakuwa passion. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.